Kwa majina naitwa Alex Dismas Ntiboneka, ni mkuu wa division ya maendeleo ya jamii Manispaa ya Kinondoni. Leo nimekuja kushiriki kwenye warsha ambayo imeandaliwa na shirika la EnviroCare ambayo inahusu uhamasishaji wa vijana na wanawake kushiriki katika masuala ya uongozi. Tumeona vikwazo ambavyo vinaweza kupelekea vijana na wanawake wasishiriki au washindwe kushiriki au kushirikishwa kwenye masuala ya uongozi. Lakini kwa sehemu kubwa sana vingi vimeshafanywa kazi. Sehemu kubwa ambayo tunahitaji kuifanyia kazi sasa ni uwezo wa kiuchumi wa vijana hawa. Kwanza tupunguze wimbi la vijana wengi ambao wanakaa bila shughuli za kufanya. Wote wenye uwezo wa kufanya kazi basi wafanye kazi. Kazi iwe ni hatua ya kwanza kuelekea kugombea au kushika nafasi za uongozi, kwa sababu tunajua wote kwenye masharti ya wagombea yaliyo mengi ni kwamba lilo moja ni kwamba awe na shughuli halali ya kumuingizia kipato. Sasa kama anakuwa hana shughuli halali ya kumuingizia kipato, basi hata kuaminika kwenye jamii kunakuwa ni kidogo sana. Kwa ndio maana tumekuwa na nafasi ya kuhamasisha vijana wote, cha kwanza kabisa waitikie wito ambao wito wa kutumia fursa za kiuchumi ambazo zimewekwa na serikali. Katika hili nimezungumza pia juu ya mikopo ambayo inatolewa na serikali, mikopo ya 10% inatolewa na serikali kwa vijana na kwa wanawake na kwa watu wenye ulemavu. Kwa sababu yote hiyo inalenga kumuimarisha kijana na kumuandaa katika nafasi ya uongozi. Kijana anapokuwa vizuri kiuchumi, basi hata ile confidence ya kwenda kuchukua fomu au confidence ya kuamua sasa kwamba nakwenda sasa kugombea inakuwa ni kubwa sana, tofauti na vile ambavyo akiwa hana shughuli ya kufanya, akiwa ni mzururaji, akiwa ni mtu tegemezi, sasa anakuwa pia ni mzigo kwa taifa. Kwa hiyo vijana wako wengi na kila kijana akiitikia wito huu na kutumia fursa hizi ambazo zimeandaliwa na serikali za kuwezeshwa kiuchumi, basi anaweza kuwa na tija sana kwa taifa na kuinua uchumi wa taifa. Lakini vile vile na kushiriki kwenye nafasi za uongozi mbalimbali ambazo zinatolewa. Mwaka jana tulikuwa na uchaguzi wa serikali za mitaa. Mwaka huu tuna uchaguzi mkuu ambako tutachagua madiwani, tutachagua wabunge, tutamchagua na mheshimiwa rais. Kwa hiyo ni nafasi kwa vijana kujitokeza kushiriki, lakini ukiwa na uchumi imara kwa kuitikia mwitikio wa serikali. Na napenda kutoa wito kwa mashirika hili la EnviroCare na mengine ambayo yanafanya shughuli za uwezeshaji kwa vijana na kwa wanawake. Tuwekeze sana kwenye kubadilisha fikra za vijana juu ya kufanya kazi. Tuwekeze kwa vijana, tuwahamasishe vijana watoke vijiweni, waachane na habari za shughuli zisizokuwa rasmi, shughuli zisizokuwa halali. Waachane na masuala ambayo yanaweza kawaingiza kwenye hatia, ambapo pengine wanaweza kujikuta wako wanashikiwa na mkondo wa sheria kwa sababu ya kujiingiza kwenye masuala ya kijinai na masuala mengine ambayo hayafai. Wajiingize kwenye masuala ya uzalishaji, waende kwenye manispaa zao wakachukue mikopo, lakini wajikite kwenye kuzalisha na kuirejesha hiyo mikopo. Basi mashirika kama haya yajikite zaidi kwenye kubadilisha fikra za vijana kuelekea kwenye uwajibikaji zaidi na utendaji kazi. Asante sana, naitwa Godlisten Muro, ni meneja wa miradi wa shirika la EnviroCare. EnviroCare ni shirika la mazingira, haki za binadamu na jinsia. Kwa sasa tunaendesha mradi maalum wa kuhamasisha ushiriki wa wanawake pamoja na vijana katika masuala ya uongozi. Kwenye mradi huu wa miezi 21 unaofadhiliwa na shirika la Forum Civ lenye makao makuu yake nchini Sweden, lakini ofisi za kanda ya kati pamoja na kusini mwa Afrika, Nairobi nchini Kenya, wametufadhili dola takriban 75,000 za Kimarekani kwa ajili ya kutoa elimu kwa wanawake pamoja na vijana ili kuhamasisha waweze kushiriki katika masuala ya uongozi. Leo hii tumekutana hapa na wadau mbalimbali wa mradi huu ambao kuna waandishi wa habari, kuna vijana kutoka katika vyama mbalimbali vya siasa, lakini pia kuna mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, taasisi za serikali, wajumbe kutoka serikali za mitaa pamoja na serikali kuu ambao wamekuja kwa ajili ya
mradi huu kujadili ushiriki wa wanawake pamoja na vijana katika masuala ya uongozi. Mpaka hivi sasa tumeshafikia vijana wengi, ni takriban vijana 300 toka tumeanza awamu hii, lakini kupitia mafunzo mbalimbali ambayo tumekuwa tukiyaendesha hapa Invarokea, tumewafikia vijana hawa na tumeweza kuwapa mafunzo ya uongozi. Wengi wao wamejiamini na wanashiriki vizuri katika masuala ya uongozi. Lakini wadau ambao wako hapa ambao pia wanashirikisha viongozi mbalimbali wa kiserikali, leo hii tunataka tujadili changamoto za vijana zinazowakabili vijana ambazo Invarokea iliziona katika tafiti zilizofanyika, ambapo tuliona vijana wanakwamishwa sana na swala la kiuchumi, lakini kuna swala pia la mila na desturi potofu katika jamii ambazo zimepungua kwa kiasi kikubwa, lakini bado kuna baadhi ya watu wanaendelea kuzitumia kuwakwamisha vijana pamoja na wanawake. Lakini pia katika awamu hii ambapo tunajadili kwenye semina hii ya wadau, tunaangalia ni jinsi gani ya kuweza kuziondoa changamoto hizi, ikiwemo jinsi gani ya kuwawezesha wanawake, kuwawezesha vijana kiuchumi, ikiwemo kutumia zile fursa ambazo ni za kiserikali zilizopo, kwa mfano kupata mikopo ile ya 10% kwenye halmashauri zetu, na fursa hii iko nchi nzima kwa vijana. Kwa hiyo wanaweza wakatumia fursa hiyo ya kuweza kujipatia mikopo ile 4% kwa ajili ya vijana, 4% kwa ajili ya wanawake, na vijana na wanawake wakipata mikopo hiyo ikawawezesha pamoja na walemavu ikawawezesha kiuchumi, tunaamini kwamba wanaweza kuwa viongozi wazuri, kwa sababu kwa kweli swala la uongozi linaendana na sambamba na swala la kiuchumi, kwa sababu ni lazima kuna gharama za uchaguzi, kuna gharama za kugombea. Kwa hiyo kama vijana wako vizuri kiuchumi, ina maana itaathiri sana ushiriki wao pia katika masuala ya uongozi. Na hilo ni changamoto kubwa ambayo tuliona kwamba wazee wengi wanaendelea kuwa viongozi kwa sababu wana ile financial muscles, kwamba wanaweza wakagombea, wanaweza, wengine wanatoa hadi rushwa. Kwa hiyo inawaathiri sana vijana. Na vijana wakiwa na nguvu ya kiuchumi, tunaamini kwamba wanawake pia wakiwa na nguvu ya kiuchumi, tunaamini kwamba itawapelekea kuweza kushiriki vizuri kwenye uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2025 katika nafasi za udiwani, nafasi za ubunge, lakini pia hata nafasi ya urais. Tunaamini washiriki wataongezeka, wanawake wataongezeka, vijana wataongezeka kugombea nafasi mbalimbali. Hiyo ni baada ya kuwawezesha kiuchumi, lakini kuwawezesha kimafunzo, kwa maana ya kwamba lazima wajengewe confidence, lazima wawe na kujiamini, na waweze kujiamini bila kuwa na elimu ya uongozi. Kwa hiyo elimu tunayoitoa Invarokea na mijadala tunayoifanya na wadau mbalimbali, uzoefu ambao wanaupata kwa viongozi ambao walishashikilia nafasi hizo, tunaamini kwamba utawawezesha sana vijana pamoja na wanawake kuweza kushiriki kwenye uchaguzi mkuu ujao. Asante, jina langu naitwa Emanuela Andrew, ni mwenyekiti wa baraza la vijana la Chadema mkoa wa kichama wa Kinondoni ambao una jimbo la Kinondoni la Kawe. Mafunzo ya Invarokea kwetu sisi vijana ni mafunzo ambayo ni very potential, kwa sababu tunajifunza uongozi kwa vijana na wanawake. Na ukiangalia kwenye taifa letu pia swala zima la uongozi kwa wanawake, japo sasa hivi wameimprove kidogo, ila tukizungumzia wanawake ambao wana umri mdogo kama mimi, hili jambo la uongozi limekuwa bado ni gumu na kuna changamoto nyingi. Sasa Invarokea wanatupatia elimu na namna gani ya kuface hizo challenges, namna gani ya kutatua hizo challenges na kupambana nazo. Na mfano mzuri ndo sisi hapa tayari tumeshakuwa viongozi, tumepambana, tumeshinda, tumefika hapa tulipo na tunaendelea kufikia hatua nzuri huko mbeleni tukiwa wakubwa, na mpaka sasa tunavyoendelea tutazidi kupambana. Kwa haya mafunzo natamani yafike maeneo mbalimbali ya Tanzania, ikiwa ni bara na visiwani, watu wote wajue kuhusu umuhimu wa vijana na watoto wa kike na wanawake kupata nafasi katika uongozi, kwa sababu ni watu muhimu, ni key stakeholders katika program hii na ni key stakeholders katika jamii yote hii, wapate elimu hii ili na wao wafikie ndoto zao za kuwa viongozi katika jamii nzima. Asante. Changamoto ni nyingi. Kwanza changamoto ya kifedha, kwa sababu mimi niligombea wakati nikiwa mwanafunzi. Kwa hiyo kuna changamoto ya kifedha, lakini pia niligombea kulikuwa na changamoto, watu wanasema huyu haishi hapa. Sasa unajua Dar es Salaam sisi ni watu fika. Kwa hiyo changamoto zilikuwa ni nyingi. Huyu ni mtoto wa kike, hawezi kazi za field, ukijumuisha na chama chetu cha Demokrasia na Maendeleo ni chama cha field mara nyingi. Kwa hiyo mambo yalikuwa ni mengi, lakini kwa sababu nilikuwa tayari nimefanya vitu nilivyokuwa huko chuo, ile kazi yangu ilijieleza, ikajiuza na nikachaguliwa. Kwa hiyo kitu ambacho pia nataka ni wahamasishe wale vijana wa kike ambao wanaenda kugombea, uwe una CV yako, ukipata nafasi uifanyie kazi vizuri ili baadaye iongee kwa ajili yako.